Vitu ambavyo vitatusaidia kuishi maisha ya utakatifu ni hivi hapa. Najua kwamba watu wengi huwa wanasema kwamba haiwezekani kuishi maisha ya utakatifu as long as wewe ni mwanadamu na upo hapa duniani, kwenye dunia ambayo imejaa vishawishi na tamaa nyingi. Ni vigumu au haiwezekani kabisa kuishi maisha ya utakatifu. Nataka niseme tu kwamba imeandikwa, kwa mwanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi ni vitu ambavyo vinaweza vikatusaidia. Mara nyingi sana najua watu wengi kwa tunatamani sana kuishi maisha ya utakatifu. Tunatamani kumpendeza Mungu kwa sababu tunampenda Mungu, lakini bado inakuwa ni changamoto kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Bado tunafeli. Unakuta kuna wakati tunafunga siku kadhaa, siku tatu kavu kwa ajili ya kuvuka kwenye addiction fulani au kwenye utumwa wa dhambi fulani, lakini baada ya kumaliza mfungo, baada ya kumaliza maombi, umesoma neno, umeomba sana, lakini bado unarudia kuanguka katika dhambi hizo. Unatubu kwa machozi, lakini bado unarudia kuanguka kwenye dhambi hizo. Sasa vitu ambavyo vinaweza vikatusaidia ni hivi hapa. Kitu cha kwanza, utambue kwanza identity yako. Wewe ni nani? Utambulisho wako wewe ndani ya Kristo Yesu. Wewe ni nani? Wewe ni mwana wa Mungu. Kama wewe ni mwana wa Mungu, ukishatambua mimi ni mwana wa Mungu, maana yake utajua kabisa kwamba ninapaswa kuwa na standard zangu za kimungu. Kwa hiyo utaanza kutengeneza mazingira ambayo yanakuweka kwenye standard za kimungu. Mazingira ya marafiki, mazingira ya kukaa, mazingira unayoingia na kutoka, mazingira ya kuishi, mazingira yako yote unakuwa unaandaa kwenye simu yako. Kila kitu unakuwa kiandaa kikae kwenye standard ya kimungu, ili sasa ikusaidie uweze kuishi kama mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitu kingine ni kutambua kwamba hauwezi kwa nguvu zako binafsi kuishi maisha ya utakatifu. Pale ambapo unajitahidi kufunga sana ili uweze kushinda vitu fulani, kushinda dhambi, unajitahidi sana kusoma neno, unafanya bidii sana, lakini bado unarudia. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu unatumia nguvu zako, unajaribu kutumia nguvu zako kwamba ninaweza kwa nguvu zangu. Ndio maana unaweza ukafanikiwa kwa muda fulani, lakini kwa sababu ni nguvu zako kama mwanadamu, zinafika pointi zinavunjika, unajikuta umeanguka tena. Unajiuliza kwa nini? Ni kwa sababu unatumia nguvu zako. Kwa hiyo kumbe inakupasa ujiachilie chini ya Kristo Yesu, ili nguvu ya Mungu iweze kupita ndani yako na kutenda kazi juu yako. Lakini kitu cha tatu ni kuwa na ufunuo juu ya kazi kamilifu, kazi takatifu, kazi isiyo na ya msalaba wa Yesu Kristo, kwamba kwa kupigwa kwa Yesu Kristo umepona na umekombolewa na umewekwa huru. Maana yake unatakiwa kudeclare sasa ule uhuru na ukamilifu wa kazi ya Yesu Kristo ambao umefanyika, kwamba Kristo baada ya kufa amekuja, ameharibu maisha ya dhambi. Maana yake mimi siwezi kuwa tena mtumwa wa dhambi, siwezi tena kuwa mtumwa naendeshwa na dhambi, naendeshwa na tamaa. Siwezi kuendeshwa na hivyo vitu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kazi ya msalaba ambayo imefanyika kwa ajili yangu. Maana yake mimi si mtumwa tena wa dhambi, bali ni mwana wa Mungu, niko huru. Mnatakiwa kuendeshwa katika maisha ya haki badala ya maisha ya dhambi. Kitu cha nne, mtu wa Mungu, ni kutambua ufunuo wa mamlaka ya Roho Mtakatifu. Tunajua kwamba hatuwezi kwa nguvu zetu. Ndio maana Yesu aliagiza wanafunzi wasitoke mpaka atakapopokea nguvu mpya, nguvu za Roho Mtakatifu. Inakupasa utambue kabisa kwamba bila Roho Mtakatifu utaendelea kuishi maisha ya dhambi. Yaani utakuwa unaishi maisha ya utakatifu kwa msimu tu, lakini muda mwingi sana utakuwa unaanguka kwenye dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu nguvu zako wewe kama mwanadamu haziwezi kukupa uzima. Roho ndiye atiaye uzima. Roho akitia uzima ndani yako, maana yake maisha ya dhambi yamekufa. Yakisha kufa maisha ya dhambi, maana yake hata kama dhambi itakuja kwa namna gani, sio rahisi kwako wewe kuanguka, kwa sababu tayari umeshakufa katika hali ya dhambi, na Roho wa Mungu ameachilia uzima ndani yako na shauku ya kuishi maisha ya haki katika Kristo Yesu. Lakini kitu cha tano, ufunuo wa upendo wa Mungu. Ujue upendo wa Mungu kwenye maisha yako.
kwamba Mungu anakupenda kiasi gani mpaka amemtoa Yesu Kristo mwanaye pekee afe kwa ajili ya dhambi zako, akukomboe wewe, akuweke huru ili usiangamie bali uwe na uzima wa milele. Kwa hiyo ukishatambua kwamba Mungu anakupenda kiasi hicho, hata wewe pia utaanza kuadjust maisha yako, utaanza kumtii Roho Mtakatifu, utaanza kusoma neno la Mungu, utaanza kufanya maombi, utakuwa unafanya hivyo vitu vyote si kwa kutegemea nguvu zako, kwamba kwa sababu ninaomba sana au kwa sababu nasoma sana neno la Mungu, kwa sababu unahudhuria sana ibada basi nitaishi maisha. No. Unafanya hivyo vyote kwa sababu ni wajibu wako kama hatua za kinizamu kukusaidia kukua na kuongezeka, lakini bado hivyo havitakusaidia kama Roho Mtakatifu hayupo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaweza kukuta watu wengi sana wanaomba, watu wengi sana wanasoma neno, wanafundisha neno, lakini maisha yao hayana uhalisia na kile ambacho Kristo Yesu anawaitia wawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafanya hivyo vitu vyote lakini bado ni watumwa wa dhambi. Wamepakwa mafuta kweli, wamechaguliwa, lakini bado wako addicted. Wako addicted na vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukishajua ufunuo wa upendo wa Mungu kwenye maisha yako, utaanza kureflect ule upendo wa Mungu sasa, kurejeza kwake kwa kuwewe sasa kukataa maisha ya dhambi kabisa. Unakataa maisha ya dhambi na kumruhusu sasa Mungu akutawale. Kwa sababu unajua, kwa sababu unampenda Mungu, hauwezi kubali kumhuzunisha roho ya Mungu. Ndio maana nasema kwamba msimhuzunishe roho. Maana yake ni kwamba kumhuzunisha roho ni pale ambapo tunafanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Mimi kama nampenda Mungu, hata nikiwa sirini nitaishi maisha ya utakatifu, hata nikiwa hadharani nitaishi maisha ya utakatifu, hata nikiwa wapi, kila mahali nitakapokuwepo nitaishi maisha ya utakatifu. Pale ambapo naishi maisha ya utakatifu hadharani, lakini nje naishi maisha ambayo hayana utakatifu, hapo naonyesha wazi kwamba simpendi Mungu. Kwa sababu kama nampenda Mungu, hofu ya Mungu itakuwa ndani yangu. Hofu ya Mungu ikiwa ndani yangu, utakatifu utaanzia sirini, alafu utadhihirika hadharani. Mtu wa Mungu ubarikiwe na uwe na wakati mwema.